ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبة في الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته لأنه فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, awali ya yote ninakuhusieni kadhalika naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah subhanahu wa taala kwa kutenda yaliyo mema na kujiweka mbali na yote yaliyo mabaya. Kwa hakika mwanadamu anapoishi katika hii dunia akitenda yale ambayo Allah yaridhia na kujiweka mbali na yale ambayo Allah tabaraka wa taala ayachukia na kuyaghadhibikia, inakuwa ni sababu ya mja huyo kufanikiwa katika dunia kadhalika kesho yaumul qiyama. Na daiman tunamuomba Allah atujalie kuwa ni miongoni mwa wale ambao wameishi katika hii dunia wakiwa na mafanikio, lakini kesho yaumul qiyama wakafanikiwa mafanikio yaliyo makubwa mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, ama khutba ya leo itakuwa ikikumbushia ya kwamba Qur'ani ndiyo muongozo wa maisha ya mwanadamu katika hii dunia. Ni kwa nini nimechagua kwamba Qur'ani ni muongozo wa maisha ya mwanadamu katika hii dunia? Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala aliiteremsha Qur'ani, na lengo la kuiteremsha Qur'ani hii mwenyewe anasema hudan linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan. Lengo Qur'ani iwe ni muongozo kwa wanadamu, muongozo kwa watu, na kazi kubwa ya Qur'ani ni kubainisha uongofu huu ili mwanadamu asiishi katika hii dunia hali ya kuwa ni mwenye kumkengeuka Allah tabaraka wa taala. Lakini masikitiko yaliyo makubwa, huzuni yenye kuendelea isiyo na kikomo, takriban miaka 1442 leo tangu Qur'ani imeteremshwa na Allah tabaraka wa taala katika hii dunia, ikafundishwa na kufafanuliwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wengi katika Waislamu maisha yetu bado hayajaangaziwa na Qur'ani, na hii imekuwa ni sababu ya wengi wetu kuishi tukiwa mbali na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani tukufu ni muongozo wa maisha ya mwanadamu katika hii dunia. Bali si hivyo, Allah tabaraka wa taala ameileta Qur'ani liyubayina lilbashariyati najahiha, ili imbainishie, imwekee wazi mwanadamu uongofu wake,
anayetaka kuishi maisha ya uongofu, maisha ya kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala, maisha ambayo yatakuwa na neema zisizo na kikomo kesho yaumul qiyama, aishike Qur'ani, aielekee Qur'ani, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameiteremsha kwetu. Kazi kubwa ni kubainisha uongofu wa maisha ya mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mwanadamu katika maisha haya ya dunia kwa ujumla wake hawezi jiondoa katika aina tatu za wanadamu. Ima atakuwa ni mwanadamu peke yake, yeye kama yeye, lakini waweza mkuta mwanadamu yuko katika kundi la familia na jamaa zake. Ukimkosa hapo utamkuta mwanadamu yuko katika taifa lake. Qur'ani inamuongoza mwanadamu akiwa peke yake. Qur'ani inawaongoza wanadamu wakiwa katika sehemu ya familia. Qur'ani inawaongoza wanadamu wakiwa katika sehemu ya taifa. Hakuna kitu Qur'ani haikukifafanua, haikukiweka wazi kwa mwanadamu, na mwanadamu akilitambua hili na kulifahamu, akalishika na asiliachie, ni sababu ya mwanadamu huyu kufanikiwa katika maisha ya dunia, kadhalika kesho yaumul qiyama. Ndugu zangu, Qur'ani tukufu, mafundisho yake yamekuja kuifundisha jamii ya wanadamu iishi katika hii dunia katika hali ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala, lakini akijua mwanadamu huyu au akijua wanadamu hawa mafunzo ya hii Qur'ani yamesheheni kila aina ya mahitajio ya binadamu, na wala hayahitaji ukarabati fikra nyingine zilizo kinyume na Qur'ani yenyewe. Qur'ani inamuongoza mwanadamu katika masala mazima ya kiitikadi, namna ya kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Inamuongoza mwanadamu katika masala mazima ya kiibada, vipi mwanadamu huyu atamwabudu Allah tabaraka wa taala. Qur'ani inamuongoza mwanadamu katika masala mazima ya mahusiano ya mwanadamu na wanadamu wenzi wake, ya mahusiano ya taifa na taifa jingine, ya mahusiano ya familia hii na familia nyingine. Qur'ani inamuongoza mwanadamu hata atambue, ajue namna gani atauza, atanunua, namna gani amekufa mtu wake wa karibu ataweza simama katika hali ya kurithi. Inamuongoza mwanadamu anapoingia katika kutenda mambo ya jinai, anaweza jihukumu au hukumiana vipi. Hakuna kitu Qur'ani imekibakiza, hakuna kitu Qur'ani imekiacha, hakuna kitu Qur'ani haikukibainisha katika namna ya kutaka mwanadamu awe ni mwenye kufanikiwa katika maisha haya ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika suratul Isra aya ya 12, wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu katika hii Qur'ani tumekifafanua kwa uwazi. Tumemwekea mwanadamu uwazi ambao hawezi kukwama ikiwa atauelekea. Akasema Allah tabaraka wa taala tena katika suratul Nahli aya ya 89, wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, na kwa hakika Muhammadi tumeteremsha kwako wewe Qur'ani iwe ni yenye kubainisha, iweke wazi kila jambo linalomhusu mwanadamu. Mwanadamu akiishi kwenye hii dunia hali ya kuwa ni mwenye kujitambua yeye ni mja aliyeumbwa na Allah tabaraka wa taala, uongofu wake yeye wa kumwelekea Allah tabaraka wa taala upo kwenye Qur'ani. Akiishika Qur'ani, mwanadamu huyu hawezi kupotea, hawezi kuangamia, hawezi kufeli. Kwake yeye ni kufanikiwa duniani kadhalika kesho yaumul qiyama. Ndugu zangu katika imani, hakika ya Qur'ani tukufu ni muongozo uliokamilika, ni muongozo usio na mapungufu, ni muongozo ambao unamuongoza mwanadamu katika masala mazima ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Unafanya ibada wewe, hakuna ibada ambayo unaitenda Allah tabaraka wa taala hakuifafanua
hakukupa utaratibu wa kuiendea ibada hiyo ndani ya kitabu chake kitukufu. Qur'ani ni mwongozo wa miamala ya watu, mahusiano ya watu, vile wanavyoishi katika maisha ya kuuziana, kununuliana, kuoleana na yanayofanana na haya. Uislamu umeweka taratibu namna gani mzazi anatakikana tekeleza haki za mtoto, na namna gani mtoto anatakiwa tekeleza haki za mzazi wake, namna gani jirani anatekeleza haki za jirani yake, namna gani kiongozi anatekeleza haki za raia wake, namna gani raia wanatekeleza haki za kiongozi wao. Hakuna kitu Qur'ani haikukibainisha. Qur'ani ndugu zangu imeweka wazi hata masala tunasema ya mirathi. Watu wakiishika Qur'ani hawawezi kugombana anapokufa mmoja wao akaacha mali, bali Qur'ani imeweka wazi inapotokezea mtu amefanya jinai kwa mtu mwingine, imeweka wazi hukumu, mtu huyu anahukumiwa vipi kwa kosa alilolifanya. Almuhimu, Qur'ani ni utaratibu wa maisha. Tuidondoe Qur'ani, turudini ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala ili tuyathibitishe haya na tuishi tukiwa na yakini kwamba tuna muongozo ambao tumeutelekeza, tuna muongozo ambao tumekataa kuukamata, tuna muongozo ambao hatutaki kuufuata, tuna muongozo ambao mengi katika mambo yanaenda kombo kwetu sisi leo. Sababu kubwa ni kutoujali muongozo huu. Qur'ani mfano inaelezea masala mazima ya kiuchumi, haikubakiza katika masala ya kiuchumi. Namna gani mtu anavyoweza linda mali yake aliyoruzukiwa na Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala akasema aya 5 suratu Nisa, anasema wala tutu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, na wala msiwape wajinga wapumbavu mali zenu ambazo Allah tabaraka wa taala amekupeni ili ziweze simamisha, ziweze stawisha maisha yenu. Mwanadamu leo katika hii dunia anatafuta uchumi kupitia haramu alizoziharamisha Allah tabaraka wa taala. Wengi katika vijana wa Kiislamu leo mathalan wanategemea tajirika mfano kupitia kubeti. Wanachukua mali zao wanazitumbukiza kuwapa watu wajinga wapumbavu waliokaa wakatengeneza fikra namna gani wanavyoweza tajirika kwa njia ya haramu ya kudhulumu watu. Anaweka mtu shindano ambalo anaweza lipa mtu milioni 50, lakini yeye anajua katika shindano hilo anakusanya shilingi milioni 500. Anaingiza faida wakati wengine wameliwa. Vijana wa Kiislamu leo wengi wanaishi katika maisha ya kufikiria kuwa wanaweza tajirika kupitia kamari. Ndio unawakuta katika madanguro ya kubeti. Akiamka asubuhi shilingi 1000 alionayo 2000 anaipeleka hapo. Analiwa, anaenda tafuta nyingine, analiwa, anatafuta nyingine, analiwa, anamtajirisha mtu mpumbavu, yeye anabakia hana kitu. Allah tabaraka wa taala anasema msiwape wajinga wapumbavu mali zenu ambazo Allah amezijalia kwenu ili ziweze stawisha maisha yenu, maisha haya ya kidunia mlionayo. Uislamu ndugu zangu ni dini inayolinda na kuchunga mali ya mtu asiitumie katika mazingira ambayo hayawezi mletea faida wala manufaa. Bali Uislamu ndugu zangu unaelezea hata hali za kawaida. Qur'ani inaelezea mazingira ya kawaida ya mtu. Walipoambiwa kina mama wanapokuwa wananyonyesha watoto wao, Allah anasema suratul Baqara 233, walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha. Na kina mama waliozaa watoto wanawanyonyesha, haki ya mtu ni kunyonyeshwa miaka 2 iliyo kamili,
Na hii ni kwa yule mzazi ambaye anataka fikisha kikomo kizuri kwa mtoto wake kupata chakula kilicho bora kutoka kwa mama yake. Hii ni Qur'ani, hakuna kitu imekiacha. Huu ni mwongozo ulio wazi. Mwongozo huu huwezi ukaupata katika taratibu na miongozo ya dini nyingine tofauti na dini ya Uislamu. Ni Uislamu peke yake ndio ambao Qur'ani imekuja ikaelezea mtoto anatakiwa kunyonyeshwa kwa muda gani. Lakini si hivyo, Qur'ani ikaelezea pia hata masala ya mirathi. Wakati wengine wanapata tabu kwenye dini zao, namna gani watarithi mtu akifa, Qur'ani ilikwisha weka wazi. Mwongozo wake ulikwisha bakia wazi. Allah tabaraka wa taala akasema, lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun, wanamume wana haki ya kupata fungu katika kile kilichoachwa na wazazi wao baada ya kufa, lakini pia jamaa zao wa karibu, si wanaume peke yao. Akasema Allah tabaraka wa taala, walinisai nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun, lakini pia hata wanawake wana fungu la kile kilichoachwa na wazazi na jamaa wa karibu. Mimma qalla au kathur, iwe ima kiwe kichache, hilo fungu liwe ni chache au liwe kubwa, vyovyote itakavyokuwa. Allah tabaraka wa taala akasema nasiban mafruḍa, ni fungu alilolifaradhisha Allah tabaraka wa taala. Hakuna haki ya mtu mwingine kumdhulumu mwingine, bali Qur'ani katika mwongozo wake ukaweka wazi masala ya jinayati. Watu wanapokosea, wanapofanyiana makosa, wanapofanyiana madhara, ikatokezea mtu kaua mtu, ikatokezea mtu kajeruhi mtu, Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kupitia kitabu chake kitukufu katika suratul Maida aya ya 45. Allah anasema, wakatabna alaihim fiha, na kwa sababu ya kuwapa uongofu Mayahudi na Manasara, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tulifaradhisha kwao, tulifanya ni lazima kwao, anna nafsa bin nafsi, mtu akiua na yeye hukumu yake ni kuuawa. Si hivyo tu, wala aina bil ain, mtu akimtoa chongo mwenzake na yeye ni haki atolewe chongo. Wal anfa bil anfi, na mtu akimdhuru pua mwenzake na yeye ni haki afanyiwe hivyo. Akasema Allah tabaraka wa taala, wal udhna bil udhn, na mtu akifanya madhara kwa mwenzake sikio na yeye pia ana haki ya kufanyiwa hivyo. Huu ni Uislamu, na hii ndio hukumu ya uadilifu. Sio mtu anaua pengine kwa sababu ya pesa zake, kwa sababu ya yeye ni kiongozi, kwa sababu ya yeye ni mtu mashuhuri maarufu, basi ikawa kuua kwake abakie hivyo, na yule ambaye amekufa basi amekufa. Uislamu unasema hapana, nafsi za waja wawili hawa mbele ya Allah tabaraka wa taala zote zina daraja moja, bali ile ambayo inamcha Allah tabaraka wa taala itakuwa juu dhidi ya nyingine kwa Allah subhanahu wa taala. Akasema Allah subhanahu wa taala, wasinna bisin, na ama mtu amemtoa pengo mwenzake, kadondosha jino la mwenzake, na yeye ana haki ya kufanyiwa hivyo. Allah akasema waljuruha qisas, na hata mtu akimtia jeraha mwenzake na pia jeraha hilo linalipiwa kisasi. Akasema faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah, ama mtu atakayefanyiwa moja kati ya haya akaamua kusamehe, kwa hakika hiyo ni kafara kwake, hakuna ubaya kwake. Waman lam yahkum bima anzala Allahu faulaika humu dhalimun, na wale wote wanaoishi katika hii dunia wakaishi katika maisha ya kuhukumu kinyume na alivyoteremsha Allah tabaraka wa taala, kwa hakika watu hao ni madhalim. Ndugu zangu katika imani, Uislamu, Qur'an imeweka wazi hukumu mbalimbali za kimaisha, hukumu mbalimbali za kiibada. Mimi na wewe tunaishi, tumeshindwa elewana katika jambo kipi ambacho kinatuongoza.
Allah mtukufu anatuambia katika Qur'an 58-59 Suratun Nisa, Allah anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika ya Allah anakuamrishani ninyi Waislamu kurejesha amana za watu kwa wahusika. Lakini si hivyo, wa idha hakamtum baina an-nasi, na pindi mtapohukumu baina ya watu, antahkumu bil adli, hukumuni kwa uadilifu. Unaitwa na watu wawili waliotofautiana, umesimama kati yao kwa lengo la kuwasaidia kurejesha maelewano baina yao yaliyotoweka. Hakikisha wewe unakuwa mwadilifu, kwa sababu unafanya jambo ambalo linatazamwa na Allah tabaraka wa taala. Lina thawabu ikiwa utafanya uadilifu, na lina dhambi ikiwa utakosa kuwa mwadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allaha ni'ma ya'idhukum bihi, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anakupeni mauidha yaliyo mazuri, muongozo ulio mzuri. Inna Allaha kana samian basira, hakika ya Allah ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Akasema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, atii'u Allah wa atii'ur rasul, mtiini Allah na mtiini mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wa ulil amri minkum, na wale walio na madaraka kwenu ninyi wakasimama kwenye uadilifu. Akasema Allah tabaraka wa taala, fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtatafautiana katika jambo lolote lile, mkachakurana mkakwaruzana, nani anayekuhukumuni? Rudini kwa Allah tabaraka wa taala. Huu ni mwongozo wa Qur'ani, mwongozo ambao umepuuzwa, umetelekezwa na wengi miongoni mwa Waislamu wa leo. Watu wanaishi kwenye magomvi, kutoelewana, wanaishi katika mazingira ya kutopendana. Waweza kuwakuta watu wanasali msikiti mmoja, lakini wanakwepana kwenye safu, wanawekeana visogo, hawataki tazamana, na Qur'ani iko kati yao. Leo ni jambo la kawaida kukuta watu ndani ya familia ni wagomvi. Leo ni jambo la kawaida kukuta familia na familia ni wagomvi. Leo watu ni kawaida kukuta taifa na taifa ni wagomvi. Sababu kubwa, wanadamu wameitelekeza Qur'ani. Lakini hakika Qur'ani ni mfumo unaomuongoza mwanadamu katika mafanikio ya duniani, kadhalika kesho yaumul qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, mtalirejesha mlilotofautiana nalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, walakin bisharti, kwa sharti. Sharti gani? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa ninyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Ukikuta watu wanagombana, hawataki suluhishana baina yao, hawataki elewana kati yao, huyu anamkimbia huyu na yule anamkimbia yule, tambua hawa wameiacha Qur'ani. Na sababu kubwa, hawana yakini ya kumwamini Allah, na hawajui, hawana yakini kwamba iko siku watakutana wao mbele yake Allah tabaraka wa taala, na Allah akawalipa kwa yale wanayofanya katika hii dunia. Mwisho kabisa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, kwa hakika jambo hilo la kurudi kwa Allah tabaraka wa taala waja wanaposigana ni jambo lililo zuri, na ni mfumo wa uelekezaji mzuri wa Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu katika imani, Qur'ani inamuongoza mwanadamu katika kuwa na tabia bora, katika kuwa na tabia njema. Qur'ani inamuongoza mwanadamu kuishi katika hii dunia hali ya kuwa akiwa ni mwenye kuamiliana na wenzake, hata kama ataingia katika mazingira ya uongozi, katika namna ya kufanya shura na watu wenzake ili aweze pata mafanikio. Na Allah akatuambia katika surati Shura 38, wa amruhum shura bainahum. Ukienda kwenye uongozi, Qur'ani inakupa muongozo, ishi na watu kwa kushauriana nao. Ukitaka ufanikiwe katika jambo lolote la kiuongozi, fanya shura na watu, usiwe wewe ndio wewe. Mwanadamu kwa sifa ya binadamu si mkamilifu. Alkamalu lillahi,
chukua mawazo ya watu, chukua ushauri wa watu ili uweze fanikiwa katika maisha haya ya dunia. Bali si hivyo ndugu zangu katika imani, Qur'ani kwa uongofu wake inawaongoza wanadamu katika kuishi maisha ya kuheshimiana na kuchunga haki za watu. Ukiishi kwenye hii dunia, tambua wanadamu wenzi wako wana haki zao za msingi kwako. Usiishi katika hali ya kuzibomoa haki hizo, ya kuziharibu haki hizo, ukateta watu, ukasengenya watu, ukadhulumu watu, ukanyanyasa watu, ukanyanyapaa watu. Mwisho wa siku yataingia katika watu mambo ambayo yatachafua nyoyo zao. Watu badala ya kuishi kwa kupendana kama vile ambavyo Qur'ani inaongoza, watu wataishi wakiwa na chuki, wataishi wakiwa na maghadhabu vifuani mwao. Huyu anamchukia huyu, yule anamchukia yule. Ndio unaona dunia ya leo watu wanafikia hata mazingira ya kufurahi mtu anapokufa. Sababu kubwa ni watu kuishi kwenye hii dunia pasina chunga kulinda haki za wanadamu wenzi wao. Haya ni mambo yanatengeneza, yanazalisha uadui mkubwa katika nafsi za watu. Qur'ani ndugu zangu katika imani ni mwongozo unaowaongoza waja katika kuoneana huruma, katika kusaidiana, katika kujuana huyu ni nani na yule ni nani, anafanya kazi wapi, mazingira yake ya kipato chake kikoje, ni muhitaji sio muhitaji, ni yatima ni maskini, ni tajiri anayetakiwa kuwapa watu na yanayofanana na hayo. Bali Uislamu ndugu zangu kupitia Qur'ani ni mwongozo unaowakumbusha wachunga wote kuishi katika hii dunia katika namna ya kulinda wale wanaowachunga. Baba amlinde mkewe, alinde watoto wake. Mama alinde mali ya mumewe, alinde watoto wake. Kiongozi alinde raia wake na yanayofanana na hayo. Yote haya tumeyaacha. Kila mmoja anakwenda anavyojua yeye. Uongofu wa Qur'ani hatuko nao. Maisha yamekuwa ni shagala bagala, tabu zimezidi baina yetu, chuki imezalika na husda imeongezeka. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atuzindushe kupitia funga zetu za mwezi huu wa Ramadhani, na kuwa Qur'ani iliteremka ndani ya mwezi huu. Turudi katika hali ya kukubali kuwa Qur'ani ndio uongofu kwetu sisi, na wala hakuna kingine ambacho chaweza kutuongoa tukafanikiwa duniani kadhalika kesho yaumul qiyama. Lakini tusisahau kumuomba Allah pale tulipoteleza kwa kuitelekeza na kuiacha Qur'ani. Kadi qultu ma qultu wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. Hakika sisi waja wa Allah, maisha yetu katika hii dunia ni mafupi, lakini uongofu wetu ni kuishika Qur'ani, kuielekea Qur'ani, kuipa nafasi Qur'ani kuwa ni mwongozo wa maisha yetu. Na mwanadamu ajue na atambue katika hii dunia haishi milele. Vyovyote itakavyokuwa atarudi kwa Mola wake. Akirudi kwa Allah tabaraka wa taala atakutana na aliyoyatenda katika hii dunia. Kama yalikosa muongozo wa Qur'ani, hakika itakuwa ni majuto kwake yeye, na majuto kesho yaumul qiyama hayana faida kwa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda huu ni fursa ya pekee ambayo Allah ametupa. Tulikuwa na ndugu zetu wengi waliotamani kufunga pamoja nasi katika Ramadhani ya mwaka huu. Allah amewachukua masiku machache tu yaliyopita. Ramadhani ya mwaka jana walifunga wakiwa na afya, wakiwa hai, wana nguvu, lakini kadari ya Allah tabaraka wa taala iliandika kuwa hawatofika katika Ramadhani ya mwaka huu. Mimi na wewe tumependelewa fursa hii. Hii ni fursa ya pekee, ni mapenzi makubwa ya Allah tabaraka wa taala kwangu na kwako. Pengine ni fursa ya mimi na wewe kuzinduka na kurudi kwa Allah subhanahu wa taala. Tuijalie Qur'ani katika maisha haya ya dunia tunayoishi kuwa ndio muongozo wetu, kwa kuhakikisha Qur'ani inatuongoa kwa kufuata yale ambayo Allah anayaridhia na kujiweka mbali na yote ambayo Allah anayechukia na kuyaghadhibikia.
Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, Ar-Rahman, Allah mtukufu, allama al-Qur'ana, yeye Allah ndiye aliyeifundisha Qur'ani kwa waja wake. Akasema Allah tabaraka wa taala, khalaqal insana, Allah alimuumba mwanadamu. Wanawazuoni wafasiri wakifasiri maneno haya matukufu ya Allah tabaraka wa taala, wanatafsiri wanasema kana kwamba Allah tabaraka wa taala kwanza aliifundisha Qur'ani ili ije iwe ni mwongozo kwa wanadamu. Qur'ani imemtangulia mwanadamu ili iweze muongoza, iweze mtoa katika utumwa wa kumtumikia shetani, iweze kumtoa katika utumwa wa kutenda maasiya, wa kutenda dhambi, na kumrudisha katika yale ambayo Allah yapenda na kuyafurahikia. Ni juu yetu kuhakikisha tunaijalia Qur'ani kuwa ndio muongozo wa maisha yetu, kuwa ndio mlezi wa maisha yetu. Haya ni miongoni mwa dua alizoziomba Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, bali ni miongoni mwa nyasia alizozihusia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwetu sisi. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama maneno yake ya mwisho anahusia umma wake, ninaondoka lakini nimeacha kwenu vitu viwili, kamwe abadan hamwezi potea ikiwa mtashikamana na viwili hivyo: kitabu kitukufu cha Allah tabaraka wa taala, kadhalika mwenendo wangu mimi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ni wangapi ndugu zangu katika Waislamu leo walioitelekeza Qur'ani? Ni wangapi katika Waislamu leo wanaoishi ndani ya Uislamu kwa miaka 50, miaka 60 hawaijui Qur'ani? Ni wangapi katika Waislamu leo walioghururika na dunia, wakiamka wao kazi yao kana kwamba wameumbwa kuja kutazama simu, kushinda na simu, wakatazama wakachati na watu muda wote, masiku yote, masaa yote yanawapita wao na simu, hakuna wanachokijua katika Qur'ani tukufu. Tuna uhodari mkubwa wa kujua mambo ya kidunia ambayo muda mwingine hayana faida na sisi, bali yana hasara na sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tuna muda mkubwa wa kufanya uongo, upashkuna kwenye mitandao. Hatuna muda wa kuisoma Qur'ani. Simamisha watu leo hapa, toka Ramadhani imeanza mpaka leo, kama utamkuta mtu ameshafikisha alau juzuu 10, ni wachache katika watu 100. Watu hawajui kuisoma Qur'ani na wamezaliwa ndani ya Uislamu. Vipi Qur'ani itakuwa ni muongozo kwa watu hawa hali ya kuwa wenyewe hawaijui? Na hii si sifa ya masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masahaba walijifundisha Qur'ani, wakaijua Qur'ani, wakaifanyia kazi Qur'ani. Abdurrahman Sulami, mwanafunzi wa Uthman ibn Affan, anasema sisi tulikuwa tunafundishwa na waliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qur'an, kama vile Uthman ibn Affan na wengineo, ya kwamba wao wakifundishwa aya 10 kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yujawizuha, hawazifuti aya 10 hizo kufundishwa nyingine mpaka kwanza wazifanyie kazi mambo matatu. Kwanza wajue kusoma. Nambari 2 wajue maana nini Allah anakusudia. Nambari 3 wafanyie kazi. Muislamu wa leo ana miaka 60 ndani ya Uislamu, ana miaka 50 ndani ya Uislamu, hanacho anachokijua kwenye Qur'an, hanacho anachokitambua kwenye Qur'an. Muislamu wa leo ndio yule ambaye yuko tayari kuwekeza mamilioni ya pesa kwa watoto wake waijue dunia. Anawaandaa watoto kwa gharama kubwa kwenda jifundisha yes no just because. Lakini muangalia Muislamu huyu anapoelekeza watoto wake kwenda kusoma Qur'ani, mazingira yao hawavutii hao watoto, na muda mwingine wajipeleke wenyewe. Halafu sisi tunasema tunataka ipata pepo. Pepo gani tunayoitaka kuipata hali ya kuwa uongofu wa kuipata pepo hiyo hatutaki ufuata?
hatutaki ishi nao, hatutaki ujua, hatutaki utambua. Walifanikiwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu walijua Qur'ani. Al-Imamu Malik ibn Anas anasema lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Watu wa mwisho wa umma huu, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, hawawezi tengemaa, hayawezi kuwa bora maisha yao, haziwezi kuwa sawa hali zao, hauwezi kaa sawa uchumi wao, haziwezi kuwa bora afya zao, hayawezi epukika na migogoro maisha yao, paka kwanza wafuate, washike yale ambayo waliyafuata na wakayashika Waislamu wa mwanzo, ambao hali zao, afya zao, mahusiano yao, ibada zao zilikuwa bora kwa sababu ya kukamata mfumo wa Qur'an. Haiwezekani. Tukitaka kufanikiwa lazima tuikamate Qur'ani. Ni lazima turudi kuisoma Qur'ani. Usiseme mimi naona aibu, umri wangu ni mkubwa. Waliisoma Qur'ani watu wana umri zaidi ya miaka 60 kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tena anasoma mtu hali ya kuwa wako kina Abdullah ibn Abbas, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja nao, wenye umri wa miaka 13 wakiwa wamehifadhi Qur'ani na ni mabingwa wa kuitafsiri Qur'ani. Wala haoni mtu aibu kuonekana mimi sijui mbele ya mtoto mdogo. Lakini wewe leo unaona aibu kuonekana hujui mbele ya mtu, mbele ya mwalimu, umejivundika ndani, unafanya ibada za ubabaifu, ibada za uongo, ibada zisizo na elimu kwa sababu zimekosa mwongozo wa Qur'an. Tunaishi kwenye magomvi leo, tunaishi kwenye kudhulumiana leo, tunaishi tukitaka tajirika kupitia riba, kupitia rushwa, kupitia kamari. Ni kwa sababu hatujarudi kuisoma Qur'ani, tukajua Qur'ani inatuambia nini. Qur'ani ndugu zangu ni mwongozo ambao unawaeleza watu, hata kuwapigia mifano ya watu waliopita kabla yao. Qur'ani ndugu zangu ni mwongozo unaoongoza watu hata kutengeneza mahusiano ya kiuchumi kati ya nchi zao na nchi nyingine. Tuna watu wengi wenye utajiri mkubwa wakiwa ni Waislamu, lakini tuna idadi kubwa ya maskini wa Kiislamu walio na umasikini uliochupa mipaka. Watu wana umasikini mpaka wa mawazo, mpaka wa fikra. Mtu mwenye umri wa miaka 25 amefikia kukwama, haoni njia ambazo zinaweza